Unapokuwa unaomba, unapokuwa unatafuta uso wa Mungu, unapotaka kusogea kwenye level nyingine, unapotaka kuzama katika ulimwengu wa roho, uzame katika kina ndani ya Kristo, ukue katika hekima, kimo na maarifa kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili, unamhitaji kumsogelea Mungu na unahitaji kujua vitu kutoka kwa Mungu. Ukisoma kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi, akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Ili aweze kuvuka majaribu, ili aweze kufanikiwa katika ile mission aliyopewa hapa duniani, ilimgharimu kuacha chakula kwa siku 40. Ilimhitaji kukaa siku 40 mchana na usiku bila kula, akiomba. Alichokuwa anapambania pale ni nini? Kujaribiwa kwake, akiingia kwenye kujaribiwa kwake awe na nguvu ya kuweza kushinda. Wewe uliye mtoto wa Mungu, kuna mitego ambayo shetani anaiweka kwenye maisha yako, lakini kuna namna ambayo hauwezi kutoka hapa, haiwezi kufanyika katika usawa, hauwezi kupona kwenye ile eneo kama hautakuwa mtu wa kufunga na kuomba. Unatakiwa kufunga zaidi, unatakiwa kuomba zaidi. Kama unafunga, ndivyo ambavyo unazidi kujitengenezea mazingira kukaa kwenye hali nzuri ya kiroho, kukaa kwenye safe zone in the spiritual world, kukaa kwenye sehemu salama katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Ukiuendekeza mwili, kuna wakati mwili huwa unawaka tamaa, mwili huwa una matamaa yake. Tamaa ya mwili si tu katika eneo la uasherati ama uzinzi. Tamaa ya mwili maana yake mwili unaweza kukusukuma kuacha mapenzi ya Mungu. Mwili unaweza kukusukuma kufanya vile ambavyo wewe. Mwili ukipata nguvu kuliko roho yako, inachotokea ni nini? Maana yake roho yako itakuwa chini. Mungu akusaidie kuanzia leo. Roho Mtakatifu aingie ndani yako, aingie na ile nguvu itakayokusaidia na itakayokuhuisha huko ndani uweze kufunga na kuomba. Mungu akubariki.